Paulo anatupa somo la muhimu sana, kwamba hii ni msemo wa Kichina. China na msemo unaitwa weizei, in every danger there is opportunity. Katika kila hatari kuna fursa imefichwa ndani yake. Haoni hatari, anaiona fursa iliyomo ndani ya hatari. Mcha Mungu lazima uone fursa zilizofichwa katika hatari. Jifunze kutafsiri vita vya kimaisha, machafuko ya kidunia, matukio ya siku za mwisho yanayoonyesha ujio wa Yesu mara ya pili, kuyatafsiri katika mtazamo chanya ambao utautumia kupushi zaidi heavenly agendas, agenda za kimungu. Wafilipi waliposikia habari za Paulo kufungwa, walihuzunika sana. Wakachanga michango, wakamtuma mtu kupita kwenye mazingira ya hatari. Kufika kule ilikuwa kazi rahisi. Kwanza wenyewe angeweza akafungwa. Huyu jamaa akajitoa kwenda kukaa pamoja gerezani, anaitwa Epafrodito. Lakini wanachokikuta kule, wanamkuta Paulo amegeuza gereza kuwa kama ni headquarter, kama ofisi ya ikulu ya mbinguni, akiwa amezungukwa na malaika, akiandika nyaraka mbalimbali za kimungu kuwatia moyo watu wengine.